Asante. Kwa majina naitwa Dr. Joachim Joktan Eyembe, ni mganga mfawidhi wa hospitali ya rufaa Kitete pale Tabora. Kama walivyosema kiongozi mtangazaji, ukitaka kujua nini matarajio yetu baada ya hotuba hii ya Wizara ya Afya kutolewa leo na Mheshimiwa Mohamed Mchengerwa. Kwanza naweza kusema kwamba nimefarijika sana, kwa sababu ukisikiliza ile hotuba imegusa maeneo yote ya msingi linapokuja swala la afya ya Mtanzania, na unaona kabisa kwamba imetoa direction ya sio miaka tu mitano ijayo, lakini ukiangalia kuna projection pale karibu ya miaka mpaka mwaka 2050, unaona kuna vitu vizuri vitakuwa vinatokea kuhusu swala zima la afya ya Mtanzania. Nimezungumzia pale kwa mfano hospitali ya rufaa, hospitali ya taifa ya Muhimbili, kuna ujenzi pale, tumeona kuna budget yake ya ujenzi ambayo kama 1.2 trillion budget yake, na tunaamini kabisa kwamba kutokana na uzuri wa ile budget, basi ifikapo kesho itakuwa imepita na itakuwa ni mwanzo mzuri wa kuendelea kuboresha afya ya Watanzania. Lakini lingine ambalo linaenda tukiacha tu na afya, hii wizara ni kati ya wizara muhimu kabisa katika taifa lolote, sio Tanzania pekee yake, kwa sababu huwezi kufanya biashara, huwezi kulima, huwezi kufanya chochote kile kama una afya mbovu. Apart from that, tunazungumzia pia uchumi. Kama hauna afya, uchumi hamna uwezo ukasema unaendesha uchumi kama una afya bora. Sambamba na ile la kujenga hospitali ya taifa ya Muhimbili, tunasema kwamba lengo kubwa ni kufanya kuwa tuna tiba utalii katika taifa letu, ambalo kimsingi ndio tunajaribu kulizungumzia kwamba tunaangalia katika channel moja ya afya, lakini kuna also channel ya kiuchumi ambayo iko moja kwa moja, lakini pia na indirectly. Directly ni kwamba akija foreigner ama mwananchi kutoka nje ya nchi anapata ile huduma pale ambayo anatuingizia fedha za kigeni. Lakini indirectly niliyosema kwamba ukishakuwa na afya, mheshimiwa mwandishi, ndio nawe utaweza kwenda kufanya kazi yako uandishi, daktari ataweza kufanya baada ya kuwa na afya. Kwa hiyo sisi tuna matumaini makubwa sana. Lakini nizungumzie particular sababu mimi ni mganga mfawidhi wa hospitali ya rufaa Kitete. Kama ambavyo najua utaka kufahamu kule kukoje, niseme tu wizara yetu kwa ujumla wake kupitia maono ya mama yetu pale ndako tumeweza kufanya mabadiliko makubwa sana. Tunapofikia tarehe 15 ya mwezi ujao, tunaenda kuanza kutoa huduma za dialysis kwa mara ya kwanza katika mkoa wetu wa Tabora, kwa maana hospitali ya rufaa ya mkoa. Tumeimarisha eneo hilo la dialysis kama anazungumzia, kwa maana kusafisha figo, lakini pia tunaimarisha huduma za utoaji wa macho, idara ya macho. Sasa hivi tunapaka mpaka na miwani zitakuwa zinatolewa pale katika ile hospitali. Yote hii kwa ujumla yake ni kwa ili kuendana na maono ya mama kwamba tunapofika 2030 basi tutoe mabadiliko makubwa sana ya utoaji wa huduma za sekta ya afya katika nchi yetu. Asante sana. Swali kutokana na takwimu ambazo tumezisikia, mkoa wa Iringa, Njombe na Mbeya inaongoza kwa maambukizi mapya ya VVU. Pengine nyinyi kama wataalamu wa afya, ni kitu gani ambavyo vinatakiwa vifanyike ili kuhakikisha mikoa hiyo basi iwe inashuka isiwe inapanda mara kwa mara, maana imekuwa zikitajwa sana mikoa hiyo? Asante sana. Mara nyingi kunapokuwa kuna sehemu kuna persistent ya labda ya data sehemu fulani, kunakuwa kuna zile sababu za msingi, maingiliano. Ile series wa kwanza mpaka wa 28 labda mbaki kuwa 27, lakini ukiangalia ndani kwenye zile data zao nao pia wanashuka. Kwa hiyo ninaona kwamba bado mbinu zinazofanyika kupunguza maambukizi zinaendelea kufanikiwa, japo lazima zitachukua muda. Tuwezi tukasema kuna siku kutamka tutakuta ukimwi umeisha Tanzania 100%, malaria imeisha 100%, bado lazima kutakuwa kuna sehemu zina data kama hizo. Tumeona serikali katika vipaumbele vyake 11 kuna kipaumbele cha kuweza kuipa kipaumbele sekta ya tiba asili na tiba mbadala. Nadhani kwamba hatua hii ya serikali namna gani itaweza kuleta tija na kupunguza ule utegemezi wa kuagiza dawa nje ya nchi, hususan pale zinapokuwa zinatokea changamoto kama hizi ambazo tunazishuhudia kwa sasa. Asante sana. Ni kati ya swali zuri sana ambalo leo nimepata kulisikia. Sisi tulikuwa tunadhana kwamba, na naomba nilizungumze kidogo hata kwa dakika moja, tulikuwa tunadhana kwamba dawa njema ni zile tu zinazotoka kwenye hospitali zile kwenye maabara, lakini tunafikiri tunasahau watu wa hebo ama matiba asili zina uzito kiasi gani. Nikwambie tu kwa uhakika kabisa, kabla hizo hospitali za kisasa hazijakuwepo, tiba za asili zilikuwepo. Kabla hizo hospitali za rufaa za mikoa na nyinginezo, watu walikuwa wanajifungua majumbani, walikuwa wanazalishwa kule. Lakini kinachofanyika ni nini sasa hivi? Serikali unaona moja kwa moja imeamua kuorganize
mpangilio wa namna gani huduma tunaweza kuzipata kutoka kwa wenzetu wa tiba asili. Lakini kwa kwenda kwenye swala lako direct, faida ni kubwa sana. Faida ni kubwa sana. Kwa sababu tukishafanya tukawafanya hawa wakawa ni wapo kwenye mfumo wa kiserikali, ndio kinachofanyika sasa. Manake kuna burden kubwa itapungua, mzigo mkubwa wa matumizi ya dawa. Kwa mfano kuvunjika mfupa. Kuna baadhi ya mivunjiko ambayo inatibiwa na wenzetu wa asili. Kinachotakiwa tu ni organization nzuri ya kuhakikisha kwamba huyu wa tiba asili anatibu kile kitu ambacho anakiweza, na hata sisi ambao tunakuja kwenye hospitali basi tutatibu kile tunachokiweza. Kwa sababu tukumbuke hata sisi tuna hospitali za rufaa za mikoa, zono na taifa. Kwa hiyo hata nao wakiingia kwenye huu mfumo unaki hakuna kitakachoharibika, lakini itakuwa ni tija zaidi kwa Tanzania wenzetu kuendelea kupata huduma za afya. Asante sana. Niseme mimi namshukuru sana Mheshimiwa Waziri wa Afya kwa kuliona hili kama ni mojawapo ya changamoto za taifa. Unajua miaka ya nyuma niwakumbushe, tulikuwa tunakufa sana malaria. Lakini sasa hivi it's very unlikely kusikia mtu ameondoka na malaria. Kwa nini nimezungumza malaria? Vipaumbele vimekuwa vikiongezeka kadri uwezo wa kiuchumi wa nchi unavyoongezeka, na tunafikia magonjwa hata yale ambayo zamani tulikuwa tunaona kwamba sio ya muhimu. Kwa sababu tumeshajiweka vizuri, tumejijenga kiuchumi, sasa tumefikia uwezo wa kusema tunataka kudili pia na magonjwa ya akili. Kwa sababu tumefikia hivyo kiuchumi, lakini pia na nini? Uhitaji umeongezeka. Sasa hivi maisha yetu yamekuwa spidi sana. Na ile spidi ya maisha inafanya watu wengi wanachanganyikiwa, wanatembea na mtu unamuona mzima lakini mwenzako hayuko sawa. Kwa hiyo mimi nimeshukuru sana kwa Mheshimiwa Waziri kulizungumzia hili. Kwanza linapunguza ile unyanyapaa. Ugonjwa wa akili magonjwa toka magonjwa mengine. Kwa hiyo tunashukuru sana kuliona Mheshimiwa Waziri kuliona na kulizungumzia, na tunafikiri nalo ni kati ya vitu ambavyo vitaimarika ndani ya miaka hii mitano inayokuja. Asante sana.